Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mimi naitwa Askofu Daktari Barton Saulo kutoka Tanzania. Barikiwa sana. Namshukuru Mungu ambaye amenipa neema hii ya kusimama mbele za watumishi wa Mungu mnaonisikiliza sasa. Ndiyo. Leo tutajifunza somo linalosema nguvu ya maombi kwa Mkristo. Ndiyo. Kitabu chetu cha somo ni kutoka Isaya 42 mstari wa 22. Biblia inasema Isaya 42 mstari wa 22 anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Sisi kama Wakristo, watu ambao tumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapotamka mambo kwa imani na kwa ujasiri, tunasababisha uharibifu wa kweli kwenye ulimwengu wa giza. Amen, amen. Unaweza kusababisha uzima kwetu na mauti kwenye ulimwengu wa giza juu ya kila kazi na mipango ya shetani ambayo mipango ya shetani ambazo shetani ameelekeza kwenye maisha yetu. Amen. Hakuna kiumbe yeyote anayejua nguvu iliyopo katika maombi ni shetani peke yake. Shetani anajua nguvu iliyomo katika maombi ya watakatifu. Kwa maana shetani anaweka vizuizi na vipingamizi kadhaa kwenye maisha yetu ili tusiwe waombaji, kwa sababu anajua nguvu iliyomo katika maombi. Bwana tusaidie sana. Ni kwa sababu huwa anafanya maombi shetani? La hasha. Ni kwa sababu anajua uharibifu unaofanywa na maombi ya watu wa Mungu katika ufalme wa giza. Ndiyo. Kwa njia ya maombi, mateka wanaachiliwa kutoka katika magereza yaliyopo katika ulimwengu wa kiroho. Wakristo wanapokuwa wanaomba, wako waliofungwa katika magereza ya magonjwa. Unapoomba wanafunguliwa katika magonjwa yao. Amen, amen. Wapo waliofungwa katika magereza ya utasa. Unapoomba wanafunguliwa katika magereza ya utasa, wanaitwa wamama wenye watoto. Amen, amen. Kwa maombi yako na maombi yangu ni ufunguo unaofungua magereza mbalimbali yaliyowafunga ndugu zetu na jamaa zetu. Asifiwe Bwana. Kwa hiyo kwa njia ya maombi, mipango ya mashetani na mawakala wao huwa inavurugika. Kwa njia ya maombi, mikutano ya falme za giza inavurugika. Ndugu watumishi wa Mungu, maombi ndiyo msingi imara wa maisha ya Mkristo. Haya ni kweli. Unapokuwa unaomba usiku, mchana, jioni na wakati wote, ufahamu unasababisha kuvuruga mipango na mikakati ya mashetani na mawakala iliyoandaliwa kwa ajili ya maisha yetu. Ndiyo, ndiyo.
Maombi yako yanasababisha kuvuruga mikutano ya falme za giza iliyokaa hiyo mikutano kupanga kumwaga damu kwenye nchi zetu, kufarakanisha ndoa kwa wanandoa, kusababisha vijana na watoto wetu kuingia kwenye madawa ya kulevya. Tunapoomba mikutano yao inavunjika. Amen, amen. Kwa sababu ya nguvu iliyomo katika maombi. Amen, amen. Maombi ni kombora kubwa linalotumika kubeba silaha za kiroho. Silaha hizo zinapotumika ipasavyo, hakuna shetani anaweza kuhimili kusimama mbele ya askari wa Kristo. Amen, amen, amen. Sanguni mnaonisikiliza. Tunaposema maombi ni kombora. Kombora, wanaojua kwenye sayansi ya kivita, linakuwa limebeba silaha nyingi ndani yake. Likifyatuliwa, likishalipuka ndani, kunakuwa na silaha zinatoka mbali mbali. Na maombi ya Mkristo aliyokoka ni kombora lilobeba silaha. Silaha za kushambulia maadui na watesi wa maisha yetu. Asifiwe Bwana. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 hadi 26, Biblia inasema lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafula pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Amen, amen. Naomba unisikilize kidogo. Katika mistari hii miwili, usiku wa manane kwako ni nini? Usiku wa manane kwako ni wakati wewe upo kwenye mazingira yasiyoeleweka kwako. Yawezekana usiku wa manane ni wakati wa majira na nyakati wewe uko kwenye ugonjwa unaoweza kuleta mauti kwako. Huyo ugonjwa wako unaweza kuwa ni usiku wa manane. Yawezekana unaishi katika mazingira ya umaskini. Umaskini wako unaweza kuwa ni usiku wa manane kwako. Yawezekana wewe hujazaa. Kutokuzaa kwako unaweza kuwa ni usiku wa manane. Ndio. Biblia inasema Paulo na Sila waliomba. Je, wewe ndugu yangu, unapokuwa katika usiku wa manane, je, unaomba au unalalamika? Biblia inatushauri na kutuelekeza panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu. Kwa tunapokuwa kwenye misukosuko, kwenye mambo magumu, hatupasi kuwalaumu wachungaji wetu na maaskofu wetu. Ndio. Hatupasi kuwalaumu baba na mama. Tunapaswa kupiga magoti na kumwomba Mungu aliye juu. Amen, amen. Tunapaswa kuinua macho yetu kwa maombi, kumtazama Bwana Yesu pale juu Golgotha. Pale msalabani alisema imekwisha. Uko katikati ya magonjwa, inua macho yako pale msalabani. Utakutana na neno linalosema imekwisha. Amen, amen. Ghafla utaona maumivu yanaondoka. Haleluya. Unapokuwa na haja ya kutaka kupata mtoto, amen, inua macho yako juu pale Golgotha.
Utakutana na neno linasema imekwisha. Amen, amen. Na utaona tayari tumbo lako linapokea watoto. Amen, amen. Unapokuwa katika mazingira ya umaskini, huna chakula, huna mavazi, inua macho yako pale msalabani. Utakutana na neno linasema imekwisha. Hutakufa na njaa, bali utaishi utangaze fadhili za Bwana. Haleluya. Tunaona Paulo na Sila waliomba. Kuna matokeo yalitokea. Biblia inasema ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Haleluya. Ndugu yangu, nikushauri, unapokuwa na maombi katika mapito na misukosuko yako, kuna mambo katika ulimwengu wa kiroho wa maisha yako, kuna matukio yanatokea, kuna matukio yanatokea, matetemeko yanatikisa, matetemeko amen, yanatikisa utasa, yanatikisa magonjwa yaliyotufunga. Usikate tamaa unapopitia mazingira magumu. Piga magoti, inua macho yako juu. Tazame Yesu aliyekufa msalabani. Mwambie Yesu, tazama maisha ninayopitia. Tazama sasa niko katika hali hii. Mwambie siondoke katika mazingira haya umaskini. Siondoke katika mazingira haya ugonjwa. Nimetia nanga kwako Yesu. Ukisema maneno ya namna hiyo kunatokea nini? Biblia inasema ghafla inatokea tetemeko katika nchi. Iko nchi iliyoelekeza magonjwa kwako. Iko mizizi kwenye nchi imeelekeza utasa ulionao. Una ndugu yako au jamaa yako au adui yako au mtesi wako. Yawezekana alienda kwa mganga wa kienyeji ili kuharibu uchumi wako, ili kuharibu familia yako, ili kuharibu afya yako, ili kuharibu huduma yako. Alikwenda mikononi mwake, amekamata kuku, amekamata mbuzi, amekamata ng'ombe, akatoa kafara, akachinja, damu ikaingia kwenye ardhi. Unapokuwa kwenye maombi, hiyo ardhi na nchi inatetemeka, inaachia vifungo vyote, na wewe unabaki ukiwa huru. Haleluya. Kitabu cha Yeremia, Yeremia sura ya 1 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema ndipo Bwana akanyoosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa, na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Haleluya. Nakushauri siku ya leo, ndugu yangu, uwe Yeremia wa maisha yako. Utambue ya kwamba katika kinywa chako Mungu ameweka maneno yake. Ameweka maneno ya afya, maneno ya baraka, maneno ya kuinuliwa. Bwana amekuweka wewe ung'oe umaskini kwenye familia yenu. Amen, amen. Bwana amekuweka ung'oe magonjwa na kila aina ya madhaifu kwenye familia yenu. Amen, amen. Bwana amekuweka kubomoa na kuharibu na kuangamiza kazi zote za ibilisi. Amen, amen. Na Bwana amekuweka wewe ujenge baraka, ujenge afya kwa watu, ujenge uzima kwa watu. Wewe ni chombo cha Bwana. Kaa kwenye maombi, jitengeneze kuwa chombo halisi cha Bwana, ili upate kujenga mambo yaliyoharibika kwenye maisha ya watu.
Amen, amen. Kitabu cha Yeremia sura ya 51 na mstari wa 20 hadi 24, Biblia inasema wewe ulungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitavunja vunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitavunja vunja farasi na yeye ampandaye, na kwa wewe nitavunja vunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake, na kwa wewe nitawavunja vunja wanaume na wanawake, na kwa wewe nitawavunja vunja mzee na mtoto, na kwa wewe nitavunja vunja kijana mwanaume na kijana mwanamke, na kwa wewe nitavunja vunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitavunja vunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe, na kwa wewe nitavunja vunja maliwali na maakida, nami nitamlipa Babeli na wote wakaao ndani ya Ukaldayo mabaya yao yote walioyatenda katika Sayuni mbele ya macho yenu, asema Bwana wa majeshi. Amen, amen. Haya ni maneno yanayotia faraja. Ni maneno yanayotia nguvu kwa kila Mkristo anayeomba. Ufahamu maombi yako si bure. Maombi yako yana kazi kubwa katika ulimwengu wa kiroho wa maisha yako. Maombi yako yana nguvu, yana kazi kubwa katika ulimwengu wa kiroho wa mji unapoishi. Wewe unaweza ukavunja mamlaka na maelekezo ambayo yako kinyume na mpango wa Mungu yanayotoka katika vinywa ya viongozi wetu. Biblia inasema kwa wewe unaweza kuvunja amri mbovu kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye taifa zinazoundwa kukuzuia wewe mwombaji usipate baraka zako. Biblia inasema kwa wewe nitavunja vunja kila jambo lililo kinyume na mpango wa Mungu. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Biblia inasema kwamba atakupa Babeli na wote wakao ndani ya Ukaldayo mabaya yao yote walioyatenda kwa ajili yako. Biblia inasema atayarudisha kwenye maisha yao. Amen, amen. Uone umuhimu wa maombi kwako. Uone umuhimu wa kutulia kwenye maombi. Ondoka nafasi ya kulaumu na kunung'unika. Ondoka kwenye nafasi ya kuona yawezekana mume wako mke wako ni adui. Ondoka kwenye nafasi ya kuona mchungaji na askofu wako ndio kizuizi kwenye huduma yako. Toka huko, njoo kwenye maombi. Uone nguvu iliyomo ndani ya maombi itakayombadilisha huyo mmeo, itakayombadilisha huyo mkeo, itakayombadilisha huyo baba na mama, itakayombadilisha askofu na mchungaji wako, itakayombadilisha huyo kiongozi wa serikali kwenye nchi yako. Kaa kwenye maombi, usiwe mwanasiasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana. Ukisoma Zaburi 20 Zaburi 20 mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Amen, amen. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Haleluya, haleluya. Nikushauri mtumishi wa Mungu, jambo la msingi ni maombi. Maisha ya Mkristo aliyokoka lazima yatawaliwe na kumilikiwa na maombi. Ndipo utaona faida ya wokovu. Ukisoma Ezekia sura ya 20 mstari wa 46-48, Biblia inasema mwanadamu, uelekeze uso wako kusini
ukadondoze neno lako upande wa kusini, ukatabiri juu ya msitu wa uwanda wa Negebu, ukawaambie msitu wa Negebu, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, tazama nitawasha moto ndani yako, nao utakula kila mti mbichi ndani yako, na kila mti mkavu. Miale ya moto ule haitazimika, na nyuso zote toka kusini hata kaskazini zitateketezwa kwa moto huo. Na watu wote wenye miili wataona ya kuwa mimi Bwana nimeuwasha, hautazimika. Maneno haya yanawahusu Wakristo wanaoomba. Mkristo anayeomba, kinywa chake kinatoa moto unaoteketeza kazi zote za Ibilisi. Amen, amen. Ndio maana muombaji anapaswa kuwa msomaji wa neno. Neno la Mungu lisitoke kinywani mwa Mkristo aliyeokoka. Unapolisema neno la Mungu katika kinywa chako, ndivyo linageuka kuwa moto kwenye vichaka vinavyoleta masumbufu kwenye maisha yako. Amen, amen, amen. Unapolinena neno la Mungu katika kinywa chako mbele ya mgonjwa, lile neno linageuka kuwa moto na kuteketeza magonjwa, bakteria, virusi katika mwili wa mwanadamu aliyoko mbele yako unafanya maombi. Amen, amen, amen. Kwa hiyo mara moja kati ya silaha kuu katika maisha ya Mkristo ambayo inamwezesha muamini kushinda vita dhidi ya majeshi ya giza ni maombi. Hofu kubwa kwa ufalme wa giza ni pale unapokuwa mtu mwenye nguvu za kuzalisha maombi yaletayo moto na kuleta athari kubwa katika ufalme wa giza. Kumbuka, kazi ya kumpiga shetani ili akukimbie ni ya kwako na wala sio ya askofu wala mchungaji wako. Amen, amen. Kazi ya kumpiga shetani akukimbie ni ya kwako na wala sio ya mume wako au mke wako, ni ya kwako mwenyewe. Bwana amekupa uwezo na mamlaka ya kufanya hivyo, ya kufanya hayo. Naona ukisoma Luka sura ya 9, Luka sura ya 9 mstari wa 1, Biblia inasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Utakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Amen, amen. Huu ni ushauri Mungu anaotoa kwa waombaji, kwamba kila Mkristo aliyokoka lazima ukubali kumtii Mungu. Kumtii Mungu maana yake nini? Kumtii Mungu ni kuishi maisha sawasawa na neno lake. Amen, amen. Tunapokubali kuishi sawasawa na neno la Mungu, tunamtii Mungu. Tunapoamua kutenda kila tendo jema sawasawa na neno la Mungu, tunakuwa tumemtii Mungu. Tunapoamua kutembea na kuishi sawasawa na neno la Mungu, tumemtii Mungu. Hata baada ya kumtii Mungu, tunaanza mchakato mrefu wa kumpinga shetani, kumzuia shetani asifanye kazi kwenye maisha yetu, kwenye maisha ya ndugu zetu, kwenye maisha ya mataifa yetu tunakoishi. Sisi tunaweza kuzuia vita duniani isitokee.
Tukisema Baba, tunataka amani, tunataka utulivu, inawezekana. Inawezekana. Bwana tusaidie sana. Ndugu zangu, sisi ndiyo vyombo vya Bwana tulioteuliwa. Ndio maana Biblia inasema katika Zaburi 133 nasema watakatifu walioko duniani ndio wenye maana. Sisi tuko duniani, Mungu anatutegemea atutumie kuileta amani dunia, kuiletea amani dunia. No, sisi tunaweza kuzuia milipuko ya magonjwa yasiyokuwa na tiba. Yako magonjwa yanalipuka, yanaumiza vichwa vya wanasayansi kutafuta dawa na tiba, wanachanganyikiwa. Lakini mimi na wewe tukikaa kwenye maombi tunaweza kuleta majibu, tunaweza kuleta ufumbuzi. Mahali ambapo wanasiasa wameshindwa, wanaketi vikao na vikao, mikutano na mikutano, kutafuta amani duniani, inashindikana. Amani iko kwa Bwana Yesu. Amen. Amani iko kwa Mwokozi wetu. Na inapatikanaje? Ni pale mimi na wewe tutakapoamua kukaa kwenye nafasi yetu, tukamwomba Mungu, tukaomba amani kwenye dunia, tukaomba amani na utulivu kwenye nchi zetu. Inawezekana. Haleluya. Bwana anawaheshimu watumishi wake. Amen, amen. Bwana analiangalia neno lake na ahadi zake ili apate kulitimiza. Haleluya. Wewe nina jukumu kubwa, mimi na wewe. Ujione we ni mtu wa muhimu sana. Ujione we ni mtu wa thamani sana. Usimwangalie kiongozi wako, jiangalie wewe kwanza. Ukijitambua wewe ni mtumishi wa Mungu, kaa kwenye nafasi yako. Piga goti, muombe Bwana. Ukiona ofisini kwako hakuna amani, unaona kuna vurugu, usimlaumu mkuu wako wa idara. Kaa kwenye maombi. Bwana ameweka moto wa amani ndani yako. Itakuja amani kwenye ofisi yako. Amen, amen. Ukiona kuna magonjwa yametokea kwenye familia, usilaumu serikali kwamba haijajenga hospitali. Kaa kwenye maombi. Kinywa chako Bwana amegusa kinywa chako, ameweka neno la uponyaji, ameweka nguvu ya uponyaji. Kaa, sema neno la uponyaji kwa mgonjwa, atapata afya. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakushauri siku ya leo, kaa kwenye maombi. Maombi ni silaha. Maombi yako yana nguvu. Maombi yako yanaweza kuumba jambo ambalo limeharibiwa na shetani. Na ndiyo maana Yesu hakufa akabaki kaburini, alikufa akafufuka, ili kila mwombaji awe na ujasiri wa kusema jambo litokee, maana tunayemwamini hayuko kaburini tena, yu hai. Haleluya, haleluya. Na ndiyo maana baada ya kufufuka hakukaa duniani, aliamua kupaa akarudi kwa Baba. Amen, amen. Ili maombi yetu yawe na nguvu, yawe na ushirika na serikali ya mbinguni. Maombi yetu yawe na ushirika na wale wazee 24 na wale 4 wenye uhai, pamoja na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wakiungana katika maombi yetu, muujiza unatokea. Viwete wanatembea, vipofu wanaona, kansa zinakauka kwenye maombi ya watu waliomwamini Yesu Kristo. HIV inakimbia kwenye damu, kwenye maisha ya watu, kwa sababu ya wewe uliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya, haleluya. Nikushauri mpendwa,
haujaokoka kwa bahati mbaya. Mm. Umeokoka likiwepo kusudi la Mungu ndani yako. Amen, amen. Umebeba mpango kabambe wa Mungu kwa ajili ya familia yako. Umebeba mpango mkubwa wa Mungu kwa ajili ya ukoo wako. Amen. Umebeba mpango mkubwa wa Mungu kwa ajili ya nchi yako na taifa lako. Umebeba mpango kabambe wa Mungu kwa ajili ya kabila lako. Kwa wewe sio mtu wa kawaida. Acha kucheza leo. Wewe ni mtu wa maana sana. Umebeba mafanikio na baraka za maisha yako, familia yako, kanisa lako, ukoo wako na taifa lako. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Kaa kwenye maombi. Tulia kwenye maombi. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana unataka afanye nini kwenye maisha yako au maisha ya ndugu yako. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Kwenye maombi iko nguvu ya kuharibu mambo mabaya yaliyoletwa na shetani. Haleluya. Kwenye maombi yako iko nguvu ya kuteketeza kazi zote za ibilisi zinazoshambulia familia yako. Maombi ndio msingi ya wewe kuishi kwa ushindi. Katika maombi Bwana ameweka katika kinywa chako kuumba mambo yaliyokufa. Yako mambo yameuawa na wachawi kwenye familia yako. Yako mambo yamezuiliwa na watesi wako kwenye maisha yako. Hayataisha kwa vikao bali kwa maombi. Bwana ameweka nguvu ya kufufua mambo yaliyokufa kwenye maisha yako. Yawezekana ndoa yako imekufa. Yawezekana biashara yako imekufa. Yawezekana afya yako imekufa. Ninayo habari njema ya kwamba iko nguvu ya kufufua vitu vilivyokufa kwenye maisha yako. Na hiyo nguvu haiko mbali. Iko katika kinywa chako. Amen. Fumbua kinywa chako, sema neno la afya. Watatokea uzima kwenye mambo yaliyokufa kwenye maisha yako. Amen, amen. Iko nguvu ya kufufua mambo yaliyokufa. Ukiyasemea mambo hayo, nikuhakikishie kama Mungu aishivyo, kama Kristo Yesu alivyosema pale msalabani, imekwisha. Mauti itaondoka kwenye biashara yako. Mauti itaondoka kwenye afya yako. Mauti itaondoka kwa watoto wako. Kaa kwenye nafasi yako. Amen, amen. Kaa kwenye nafasi yako, utamwona Bwana. Kaa kwenye nafasi yako, utamwona Mwokozi Yesu. Kaa kwenye nafasi yako, utaona Mungu anatembea na wewe. Wala hutakuwa peke yako, utakuwa pamoja na Bwana. Ndio, ndio. Kama tulivyoona kwenye neno lake. Biblia tulivyoona kwenye Hezekia, amesema wazi wazi kabisa. Amesema nami nitamlipa Babeli na wote wakao ndani ya Ukaldayo mabaya yao yote walioyaleta kwenye maisha yako. Ukikaa kwenye maombi, atayageuza, atayarudisha kwao na familia zao. Wewe na familia yako mtakuwa salama, mtakuwa na amani, maana Bwana ndiye anayenena na wewe asubuhi ya leo. Amen, amen, amen. Nikushauri mtumishi wa Mungu, wewe ni mtu muhimu sana. Amen, amen. Wewe ni mtu wa thamani sana. Haleluya. Usijidharau. Maadamu umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio, ndio. Haijalishi uko kwenye mazingira gani. Wewe sio maskini. Ndio. Wewe sio mgonjwa. Ndio, ndio. Wewe sio tasa. Amen, amen. Wewe huna ukimwi.
Wewe huna kansa. Aha. Wewe huna pressure. Haleluya. Wewe huna kisukari. Haleluya. Kwa jina la Yesu Kristo kama ishivyo. Amen. Hili neno katika Yeremia 51 mstari wa 24 anaposema nami nitamlipa Babeli na wote wakao ndani ya Ukaldayo mabaya yao yote waliowatenda katika Sayuni mbele ya macho yenu, asema Bwana. Amen, amen. Mabaya yaliyoletwa kwako na maadui na watesi wako, ninayang'oa na kuyarudisha kwa watesi wako. Amen, kwa amen. Jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Nitangazie ya kwamba maombi yana nguvu ya kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Haleluya. Maombi ni silaha. Maombi ni ushindi. Maombi ni nguvu kwa Mkristo. Kama kuna jambo lolote unaona kwenye biashara yako haiendi, usiende kwa mganga wa kienyeji. Piga magoti. Mwambie Bwana Yesu, biashara yangu naona ina roho ya kufa. Na wewe ulikufa ukafufuka. Ninaomba ifufue biashara yangu sasa. Haleluya. Ukisema namna hiyo tu, ghafla nguvu ya kufufua biashara yako inatokea na biashara yako inastawi na kunawili. Amen, amen. Wakati wewe ni mgonjwa umeenda hospitali, madaktari wamekupima, wakagundua unaumwa ugonjwa ambao huwezi ukapona. Wakakwambia uishi kwa matumaini. Nina habari njema. Uambie ugonjwa hivi, mimi sintakufa, bali nitaishi ili nitangaze fadhili za Bwana. Haleluya. Ukisema maneno hayo, ugonjwa unayeyuka, unaondoka. Haleluya. Amen. Haijalishi una miaka 50 hujazaa. Lishike tumbo, liambie, wewe tumbo sikia, mimi sio tasa. Mimi ni mama mwenye watoto wengi. Amen, amen. Kwa maana imeandikwa kila aliyezaliwa huzaa. Kwa sababu na mimi Esther nimezaliwa, na mimi lazima nakwenda kuzaa mwaka huu. Ukishasema namna hiyo, nguvu ya kuumba watoto tumboni inatokea. Amen. Kama iliwezekana kwa Mariamu aliyekuwa bikira, hajui mume, akabeba mimba akamzaa Mwokozi. Inawezekana kwako mama, wewe mwenye miaka 50, miaka 45, miaka 30, miaka 25, unatoa machozi hujapata mtoto. Binti yako ameolewa hajazaa, kijana wako ameoa hajazaa. Nina habari njema, shika tumbo lako, liambie, wewe tumbo, ndani yako kuna mbegu ya kuzaa, kwa sababu mimi nimezaliwa, maana kila kilichozaliwa huwa kinazaa. Kuna nguvu ya kuzalisha mambo yasiyozaliwa kwako. Kwenye maombi iko nguvu ya kuzalisha mambo ambayo hayajatokea kwako. Fikiria, piga picha ya kisayansi. Wewe mama unayenisikiliza, Biblia inapozungumza habari ya Bikira Mariamu, kisayansi haiwezekani kabisa mwanamke ambaye hajawahi kuwekewa mbegu na mwanaume akazaa. Kwa Mariamu iliwezekana. Kama kwa Mariamu iliwezekana, kwako itawezekana. Haleluya. Kaa kwenye maombi. Ndani ya maombi kuna nguvu kubwa inayoweza kuleta mambo yaliyokosekana kwenye maisha yako. Amen, amen. Maombi ya Mkristo huleta baraka kwenye maisha yetu. Kwa ndugu zangu, tuombeane, tubebeane mizigo.
Wewe unaweza kuwa huna na shida hii, mwenzako ana shida hii. Beba shida ya mwenzako kwa maombi, itatoka nguvu ya kumsaidia kuumba na kuondoa shida alionayo ndugu yako. Ndugu zangu, ni kwa sababu ya muda nilitamani niendelee, lakini ni shauri ya kwamba nguvu ya maombi kwa Mkristo anaifahamu vema zaidi ni Shetani aliye adui yetu. Shetani anajua tukiomba serikali yake inaharibika, mipango yake inavurugika. Ni kusihi tukae kwenye maombi, tuharibu mipango na serikali ya Ibilisi kwenye maisha yetu. Ndio. Na Mungu awabariki sana. Naomba nimshukuru Mungu. Asante, ubarikiwe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo umeruhusu nizungumze mbele ya watumishi wako walioko nchi mbalimbali. Unajua maisha wanayoishi, unajua mapito wanayopita, unajua mahitaji yao Baba. Ukanituma nizungumze neno hili na watumishi wako Baba, popote na mtu yoyote anayepita kwenye misukosuko yoyote, ninaamuru leo kukausha bahari iliyoko mbele yake. Ninaamua kushusha milima iliyosimama mbele yake. Ninaamua kufukia mabonde yako mbele yake. Wengine wako kwenye mabonde ya magonjwa, wengine wako kwenye milima ya umaskini. Yesu wa Nazareti, umesema maombi yana nguvu ya kuharibu mipango ya Shetani. Nami Baba, ninaharibu mipango ya Shetani, mipango ya wachawi katika maisha ya watumishi wako waliokusikiliza siku ya leo. Haijalishi wako mbali kiasi gani, lakini mkono wako ni mrefu. Uende ukawaguse, uwaondoe kwenye hiyo tabu, kwenye hiyo misukosuko kwa jina la Yesu. Na zaidi ya yote, ninawaweka viongozi wa kanisa hili la mtandao kwa jina la Yesu Kristo. Ninamweka mtumishi wako aliyoko Sweden. Yesu wa Nazareti, ukampake mafuta, ukamwinue Baba, ukampe baraka zote za Ibrahimu na Isaka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zile baraka ulizoziumba kwa ajili ya watakatifu, Mungu kazimimine kwa mtumishi wako aliyoko Sweden aliyetukusanya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru baraka za mashariki, baraka za magharibi, baraka za kusini, baraka za kaskazini zimfunike mtumishi wako sawa sawa na neno lako katika Kumbukumbu la Torati sura 28 na ule mstari wa 8. Umesema utaziamuru baraka. Ziamuru baraka leo ziende kwa kiongozi wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ziamuru hizo baraka ziende kwa kila aliyekusikiliza asubuhi ya leo, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana.